Tanzania kwa ushirikiano wa idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Kipindi hiki cha Hali Halisi ni mpango wa kidijitali na imelenga kuwajengea uelewa wananchi, kukuza ufuatiliaji wa taarifa za vyombo vya habari, kupata kuelewa juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii na kugundua fursa na hatari zilizopo katika maendeleo haya makubwa ya kidijitali, kwa pamoja kujenga na kuleta hamasa kwa wananchi katika kuleta mabadiliko chanya kupitia uelewa wa taarifa mbalimbali za vyombo vya habari, hasa katika maeneo ya vijijini na mijini. Kipindi hiki ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 6:30 mchana mpaka saa 7 kamili mchana. Hapa Triple A FM 88.5, radio inasikilizwa zaidi. Yes, weekend ndo tayari imekwishaanza jamani, weekend ndo tayari imekwishaanza jamani. Yes. Na leo ni Jumamosi nzuri sana ambayo tunakutana tena hapa ndani kupitia kwenye 88.5 Triple A FM, radio inayosikilizwa zaidi. Habari yako? Habari yangu salama. How is your weekend? Namshukuru Mungu, kila kitu kwangu kiko sawa kabisa. Nice one. Familia? Namshukuru Mungu, familia wapendao wote wampendae. Leo ni tarehe 25 yes. ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Yes. Mambo siku zinazidi kukimbia. Kesho kutwa tu tunamaliza mwezi wa 4, tunaingia mwezi wa 5, ikiwa tumebakiza, tukifika hivi mwezi wa 6 ndo tumefika nusu mwaka. Muda unakimbia Loi. Okay. Umenifurahisha kabisa. Mimi nahisi kama mwaka ndo tayari tunaenda katikati, ujue. Mwezi wa 5 ndo tunamalizia hapa. Mwezi wa 4. Lakini tunamshukuru Mungu sana, ni mwaminifu. Ametujalia afya njema kabisa, na hicho ndo kitu cha muhimu. Haya mambo mengine yatakuja. Tutajistress bila tupate tatizo la afya ya akili. Mimi ndo maana nakwambia kwamba ukiamka mzima basi hayo mengine yote yatajua, yatajitendeka yenyewe. Kwa sababu utaweza kupata kweli tatizo la afya ya akili kwa sababu unawaza vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako. Hivi ukiwaza vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako ni tatizo la afya ya akili? Unapata tatizo la afya ya akili, tunisi kwamba unakuwa na msongo wa mawazo. Lakini pia unakuwa ni mtu mwenye hasira sana. Lakini pia ni mtu ambaye sometimes inapelekea pia watu wanaongea njiani wenyewe. Kisha kutana nazo hizo sana. Wewe je, kutokea? Kuongea mwenyewe? Kuongea mwenyewe hapana. Yaani mimi kitu ambacho namshukuru Mungu, kitu ambacho nacho. Bado hujakuwa basi. Sasa sijakuwa. Yaani ni sitamani, yani sitaki kitu kinipe stress kiasi kwamba nianze kuongea mwenyewe. Mimi kitu nikikifanya nikiona kimenishinda na achana nacho. Nasema muda wake hujafika. Hiyo issue kwanza kuongea njiani ni hatari Aloe. Ya kuongea mwenyewe ni mbaya. Ukiwa ndani chumbani huwezi kuongea mwenyewe. Achana na hiyo. Kuna yule mwingine anaongea njiani. Nimekuuliza swali, ukiwa ndani mwenyewe huwezi kuongea mwenyewe. Hiyo ni kawaida. Sasa ni tatizo la afya ya akili. Hapana jamani Aloe. Na ile kuongea kimoyomoyo pia ni tatizo la afya. Hiyo sasa hakuna mtu anaweza jua. Hiyo ni kila mtu. Hiyo ni kila mtu. Lakini tatizo la kuongea mwenyewe ndani naga ni tatizo la afya ya akili. Sijui msikilizaji anasema nini, lakini anaweza akachangia na sisi. By the way, hii ni Hali Halisi kupitia 88.5 Triple A FM, radio inayosikilizwa zaidi. Na tunafahamu ya kwamba kipindi hiki ni sehemu ya mpango wa ushirikiano wa Digital Tanzania kupitia shirika la Tech and Media Convergence kwa ufadhili wa ubalozi wa Marekani Tanzania kwa ushirikiano wa idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Na tunafahamu ya kwamba tuko kwenye ulimwengu wa kidijitali. Ulimwengu ambao dunia iko kiganjani, kila mtu anatamani kupata taarifa. Ndo tunasema kwamba ndo dunia yetu. Hatuna namna, ndo dunia yetu ambayo tunaishi. Na kila siku vitu vipya vinatokea Loi. Kila kabisa. Siku mambo mapya yanatokea. Hasa kwenye issue ya mitandao. Kumekuwa na vitu vingi sana ambavyo vinajitokeza. Vingine vinatuhuzunisha, vinatufurahisha, vinatustajabisha, vinatushangaza. So ni muhimu sana kuweza kupata elimu ya issue ya mitandao, kwa sababu ukipata hiyo
naamini kwamba kila kitu kwako kitakuwa sawa, na pia lakini pia utajua namna nzuri ya kuweza kuendesha mtandao, yani platform zako ambazo unazitumia, namna nzuri ya kuweza kuiendesha. Kwa sababu usipopata elimu utaweza kuenda katika njia ambayo sio sahihi kwa kuiga. Mimi alwe nimekuona kwenye TikTok umefanya hivi, nasema na mimi ngoja ni alright. Na mara nyingi sana leo baadaye tuambie tu kabisa, leo tunazungumzia kuhusiana na ustawi wa kidijitali na masuala ya afya ya akili. Wengi tumekuwa tukiona kwenye mitandao, let's say Facebook ama Instagram ama TikTok, maisha ya watu maarufu. Watu ambao tayari wana ushawishi kwenye jamii, na wengi wao labda pengine wana nafasi nzuri, wanaweza kutupostia magari mazuri, leo ana gari hii, kesho ana gari ile, nyumba nzuri, mke mzuri ama mume mzuri, watoto wazuri. Lakini je, tunafahamu kwamba maisha haya yana uhalisia? Kindaki kweli kuna wengine ambao wanaishi masuperstar, maisha yao yana uhalisia. Celebrities tunaita, ama watu ambao ni tayari na ushawishi kwenye jamii. Lakini kuna wengine ambao tunatamani kuona yale maisha yanakuja kwenye maisha yetu. Kwa tutahakikisha kwamba either tunajitutumua na sisi kuposti na kadhalika. Hili pia ni tatizo la afya ya akili. Of course ni kwa upande wangu, maoni yangu mimi kama mimi naona ni tatizo la afya ya akili, kwa sababu ni kutaka kuforce vitu ambavyo hauna, au kutaka kuforce maisha ambayo hauna. Kwa sababu mimi siwezi nika posti gari la bei ghali wakati sio la kwangu. So ni kwamba na force kutaka kitu ambacho sina. Siwezi kugombania daladala. Hilo ndo tatizo. Nataka na posti nyumba nzuri kwamba naishi kwenye nyumba nzuri wakati mimi napangisha. So umeona? Mwisho wa siku unakaa hapo ukisema vai ana maisha mazuri, vai anakaa kwenye nyumba nzuri. Kesho kutu tunashangaa tunakutana huko kwenye kutafuta nyumba. Unaona sasa. Haya. So hilo pia ni tatizo la afya ya akili sana. Sana Sawa. Jamani, tunazungumzia namna ambavyo ustawi wa kidijitali, digital, tunajua kwamba imetuunganisha na inatusogeza karibu na marafiki na kwenye biashara na kadhalika. Lakini pia je, mitandao hii ya kijamii inaweza ikakusababishia tatizo la afya ya akili? Tumetolea mfano tu mfupi kwamba wengine wanapenda kuiga maisha ya watu wengine kwenye mitandao ya kijamii. Inawezekana ikawa kwenye mtazamo hasi ama mtazamo chanya. Lakini tunajua jamii yetu nyingi ambayo imetuzunguka bado wengine wana maisha ya wastani, wengine wako juu. Tuna levels, si ndio? Lakini mara nyingi hakuna mwanadamu ambaye hapendi kuona anafanikiwa. Kila mwanadamu anatamani kuona na maisha mazuri. Lakini kuna vijana wenzetu ambao wanaingia kwenye hatari kubwa kwa kuigiza maisha ya watu wengine. Unakuta anaigiza maisha ya mtu ambaye ameshafanikiwa, ameshapiga hatua. So katika ile hali ya kulazimisha anajiumiza yeye mwenyewe, kujiumiza ndani kwa ndani. Yes. Kwa hiyo pia sometimes inakunyima confidence. Kwa hiyo tunajua kabisa mitandao ya kijamii vimebadilisha jinsi ambavyo tunaweza kuwasiliana kwenye mitandao na kadhalika. Lakini je, unafahamu kwamba mitandao hii ya kijamii inaweza kutusababishia tatizo la afya ya akili? Je, ulishai kupata tatizo la afya ya akili? Okay, tuzungumzie. Sasa hivi kuna hulka. Mtu naweza nikaa nimegombana na wewe. Naona sehemu nzuri ya kwenda kusema niingie live Instagram live, niingie TikTok. Bwana wewe vai kitu gani bwana wewe? Unaanza kunisema huko, unaanza kusema vibaya. Ukasema vibaya. So unaona kwamba ndo sehemu sahihi ambayo utafikisha ujumbe wako vizuri. Tafikisha ujumbe wangu vizuri. Lakini je, kisheria ikoje? Lazima tujiulize hiyo vitu. Mtu unaweza kumtumia lugha chafu, matusi, tunaita hivyo, ambao unamwattack kwa kutumia social media, kuliko kutumia njia ile ya kawaida ya kuzungumza na kadhalika. Naona wewe kazi yako mimi ni kukudhalilisha kwenye mtandao. Kitu gani bwana wewe? You get namna hiyo. Lakini it's a platform. Hilo nalo pia ni tatizo la afya akili.
Of course ni tatizo la afya ya akili. Kwa sababu gani? Mimi na wewe tumepishana kidogo, si ndio? So ni kitu ambacho tunaweza let's say, unajua tu tunatofautiana, ndio tukapishana kidogo, labda ukapanic, ukawa na ile hasira, unaenda tu sehemu unatulia, baadaye tena tunakuja tunarekebisha. So lakini ile kutoka kwamba tumepishana alafu uanze kwenda kunisema mitandaoni, ile tatizo la afya ya akili, kwa sababu umepanic. Sawa? Ukisha panic unaona kabisa kwamba sehemu sahihi ya kwenda kumzalilisha au kumkomoa, au sehemu sahihi ya kwenda kumjibu ni kwenye mitandao. So pia ni tatizo la afya ya akili. Haya. Mtindo mwingine tena ambao natamani sana ni ulize. Kuna watu ambao labda pengine wamejibizana kwenye magrupu ya WhatsApp, anaandika status ya vijembe. Kila mtu asoma sasa. What pia ni tatizo la afya ya akili. Of course. Ni sana yule ambaye anaenda kwenye nini, Instagram, TikTok, Facebook, kuanza kumsema mtu, kumchamba mtu. So anaye pia na anayefanya hivyo WhatsApp, pia ni tatizo la afya ya akili, kwa sababu uwezo kumdhalilisha mwenzako. Alafu sometimes unaweza kukutana kitu ambacho cha ajabu, kitu kidogo ambacho mnaweza mkazungumza na kila kitu kikawa sawa. Lakini pia kuna hii issue nyingine ya tatizo la afya ya akili. Aloi bwana, wewe umefanikiwa, kila kitu unacho. Sawa? Yaani wewe kila kitu unacho, hamna kitu, yani Mungu kakubariki kila kitu. Alafu mimi na wewe, mimi bado. Sawa? Ninavyokuona vile unavyopost. Sawa? Naanza kusema imekuaje Aloi ameposti, imekuaje Aloi amefanikiwa, Aloi imekuaje kila kitu kwake kimekuwa sawa. So ile hali inaanza kuijenga kwenye akili. Kwa nini Aloi amefanikiwa before me? Kwa nini Aloi imekuaje amepata, imekuaje? So unajua ile mtu akifanikiwa hapo sasa ukute sasa ni watu ambao mko karibu sana, alafu sasa wao fanikiwa mtaka usifanikiwe. So hiyo sometimes inaletea tatizo la afya ya akili, kwa sababu ataforce kulingana kwenye hizo level. Na wewe unajua mwenzio amepitia njia gani na kadhalika, ndio na amefanikiwaje. So sometimes mtu unaenda katika njia ambayo pia sio sahihi ili uweze kufanikiwa, au unasema sasa Aloi aweze kunipita mimi, lazima nifanye hivi na hivi, lazima niweze kumpita. So pia hiyo ni tatizo la afya ya akili, kwa sababu unaforce vitu ambavyo bado wakati wake. Kila kitu kina wakati Aloi. Alright, tunazungumzia kuhusiana na jinsi ambavyo mitandao ya kijamii inaweza kukuletea athari ya afya ya akili. Je, ulishawahi kuathirika kwa kuona maisha ya mtu fulani, ama kuona content ambayo pengine maudhui machafu ambayo yakakusababishia afya ya akili? Alright. Kama vijana tunakutana vitu vingi kwenye mtandao. Let's say Facebook. Sometimes unajua sasa hivi tena kuna kitu kimoja, unaweza kuwa umefollow chakula, inakuletea chakula. Instagram inakuletea zile accounts. Ushakugundua hicho kitu? And then ukifollow vitu labda unaangalia labda let's say picha mbaya, pornography, ama picha ambazo zina maudhui ya kiungonongono, automatically inakuletea maudhui yale. Ushakugundua hicho kitu? Najua kuna vijana ambao tunasikilizwa na baadhi ya vijana ambao wanatusikiliza sasa hivi. Je, ulishai kupata tatizo la afya ya akili? Na kuna mwingine kwenye page, hiyo page hawezi kuacha kwa siku kuipita. Mambo ya habari pendo, na kisema habari pendo unaelewa? Udako. Yaani mtu halali, yaani yuko radhi akakope bando. Mwingine hali kabisa, yeye la chakula anaenda kununulia bando, anaenda kununua vocha ili ajue nini kinaendelea mjini. Hilo pia ni tatizo la afya ya akili. Of course tatizo la afya ya akili. Leo huwezi kuacha kule kwa sababu ya kutaka bando. Alafu unachoangalia sasa, ukiangalia kwako kwa upande wako kina faida hakuna, naangalia tu ni faida ile mradi. Alafu sasa baadaye unaanza kusikia njaa, unaanza kutafuta njia mbadala. Pia hilo ni tatizo la afya ya akili. Haya, kuna mwingine labda pengine ameathirika na anatamani kuweza kushare na sisi story yake. Unaweza kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi SMS kwenda namba 0782685925. Namba ni 0782685925. Kwa wazi. Hilo labda umeathirika kwenye eneo fulani. Tumemention tu hapa baadhi ya maeneo ambayo vijana kama sisi
tuko addicted. Yeah, ziko sehemu nyingi sana. Mwingine yuko addicted na kuangalia pornography, mwingine addicted kuangalia maudhui pendo udaku, mwingine yuko addicted kuangalia nini inaitwa picha za wadada warembo kila siku, kwa huru. Tuzungumze tu kama vijana, kwa sababu ni program ambayo ina mlengo wa kijamii kwenye mambo ya kidijitali. Kwa hiyo tuko hapo. Dunia iko kiganjani, tuwe wazi. And then tuma ujumbe wako mfupi maandishi SMS 0782 68 5925 na utatupigia simu hapa kwa namba 0743 021 021 0743 021 021. Piga simu na tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0782 68 5925. Ya, pia Aloe, unajua hii issue pia inaleta mgogoro wa kifamilia. Tukisema kwamba afya ya akili pia kuna tusibezi tu hapo, pia kuna issue ya mgogoro wa kifamilia. Aloe, tuzungumze tukiuhalisia. Yes, Violet. Ya, wewe ni mume. Let's say kwamba tuseme kwamba kila asubuhi ni lazima mume aache ila anasema kodi ya meza. Sasa mama anasema hey, baba, let's say baba tuseme kila siku anaacha 10,000, 5,000 kila siku per day, lazima aache kodi ya meza. So mama anasema kwamba kwenye hii hela anahakikisha kwamba napata hela bando. Sasa kumbuka ni lazima uweke bando ambalo litaweza kukizi kile ambacho unachokitaka, kwa sababu unajua tuseme labda naika bando labda la 2,000, sawa, kwenye ile 5,000 ibaki 3,000, sawa. Sasa kwenye hiyo 3,000 uhakikishe kwamba watoto wamepata chakula, yani familia imeshapata chakula na inakula chakula ambacho ni kizuri. Fikiria baba kila siku akija anakula mlo mmoja na anaacha hela, anajiuliza tatizo ni nini? Mke wangu shida ni nini hapa? So inaleta mafarakano, kwa sababu haiwezekani mume aache pesa kwa ajili ya kuweza kupata chakula ambacho ni kizuri, lakini pia ambacho kinaleta afya. Alafu sasa kila siku Aloe, kila ukija mlo ni huo mmoja. Lazima pia kutakuwa hapo na mkanganyiko. Kisa anataka bando. Na dunia sasa anachokiangalia hakina umuhimu, labda kinajenga familia na kadhalika, hamna, anaangalia mambo ya udaku. So hilo ni tatizo la afya ya akili. Tuambie kwa mwazi. Mwingine anasema habari zenu studio. Vizuri tu, hujasema unaitwa nani. Tunachangia leo. Je, ushawahi kuathirika na mtandao wa kijamii ambaye ikakuletea athari ya tatizo la afya ya akili? Kwenye wazi. Kama unaangalia pornography, sema bwana mimi niko addicted kwenye eneo fulani. Bwana mimi kazi yangu kusema watu kwa mtandaoni, nikiamka tu naanza nimseme nani leo. Nani kanikera. Lakini pia mimi nazungumzia pia issue ya afya ya akili, lakini pia ni upotevu wa pesa. Kwa upande wangu naona ni upotevu wa pesa, kwa sababu ni lazima kila siku kufungulia Insta live na kusema Aloe, kila siku wewe unaweka bando la 2,000 kila siku, kwa wiki una shilingi ngapi? Hiyo leo ungefanyia kitu kingine cha maana. Na 1 GB. Mimi labda baluni. Mwingine na beti. Lakini kubeti sasa unaweza ukaliwa sometimes unapata pesa. Lakini kubeti kwako sana wako ni tatizo ujue. Kila siku unaliwa hela tu ndugu yangu. Wataalamu wanajua hiyo. Lakini pia hilo yuko kwenye trading ile wanaita, lazima uwe na bando kuangalia biashara ku trade na ile lazima. Bando 24/7. Mtandao ni mzuri, ile ina depend sasa wewe uko upande upi. Yaani uko upande gani? Huo upande unakupatia faida, unakupatia hasara. Kwa sababu ukienda kuangalia kitu ambacho hakina umuhimu na umetoa pesa, huo ni upotevu wa pesa. Lakini pia ni tatizo la afya ya akili. Anyways, tuambie umeathirika kwenye eneo gani? Tu kweli tu. Sisi tuko wazi. Inawezekana hata usiseme jina lako ni nani, hewani na kadhalika. Afu tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0782 68 5925. 0782 68 5925. Mwingine kuna page, yani kuna mtu wangu, yani kila ukipita ile page lazima umkute. Na kucomment ndo wa kwanza.
Habari za studio, kwa anaitwa Henry, anatokea maeneo ya Kisongo. Anasema kazi yangu ni kupitia comment za watu. Chama cha kutumia kupitia comment za watu. Ile kazi yake ni a comment? Ala like? Anasoma. Mimi mwenyewe nimeathirika kwenye hilo. So pia hilo ni tatizo la afya ya akili. Yeah. Comment. Kusoma comment. Unasoma comment. Imagine ule muda uliotumia kusoma comment. Lakini pia na usisahau kwamba katika situation ya kusoma comment, kusoma ile ya kwanza inakupa kishawishi kwenda kusoma ya pili, unaendelea. So unakuta ule muda ambao umetumia ni mwingi sana. So kusoma comment. Mimi mwenyewe chama cha kusoma comment Tanzania. Tatizo la afya ya akili leo. Haiwezekani. Kweli? Kile kitu. Umeshaambiwa. Mimi naweza dislike, nisome chochote. Nisio comment chochote. Lakini mtu mwingine amekosa usingizi saa 9 usiku. Mwingine ana hasira ukoto soma comment, mtu anayetoa comment. I say. Mwingine amesema hapa, hajasema anaitwa nani, anasema mimi kazi yangu ni kusoma comment tu basi, cheka basi. Na mimi mwenyewe ni timu hiyo. Mimi kwenye comment kwa kweli, na mimi mwenyewe nimeathirika kwenye hilo eneo. Tena hususan nikikutana na habari ya moto. Najua tu hapa mashambulizi yanaendelea. Bomu la Iraq na Marekani. Sijui limetoka Marekani limeingia Iraq. Hatari sana. Tuende mtaani Yeah. Haya, tusikie hapa. Naitwa Thomas Morris. Kipekee kabisa naweza okay. Unafikiri tutamalizana naye baadaye? Ngoja tumsikie hapa mwingine. Kwa majina ninaitwa Emmanuel, ninatokea Ngaramtoni. Kiukweli nilishawahi kuathirika tatizo la kiakili kupitia mtandao wa kijamii, kupitia platform ya TikTok. Saa nyingine ni nzuri, lakini saa nyingine inaleta athari ya akili, afya ya akili. Mfano kuna kitu nilikuwa ninakiangalia, kile kitu kikao kimeniletea madhara ya afya ya akili. Kwa hiyo kinasababisha madhara ya kwenye afya ya akili, kwa sababu hicho kitu kinakaa sana kichwani, na hicho kitu kikikaa kichwani ndio kinachosababisha madhara ya picha mbaya. Pia nilishawahi kuona kuna picha mbaya sana zinapostiwa, lakini pia kwa wewe kijana mwenzangu, ninakuomba na ninakusii, ili kupunguza madhara ya afya ya akili, usiangalie picha mbaya, usiangalie content mbaya. Lakini pia kupitia mitandao ya kijamii kuna content ambazo zinatujenga, kuna content za kibiashara, kuna content za kiuchumi, kuna content ambazo pia ni za kiroho, za kulenga jamii. Hizo ndo content ambazo hazitakuletea madhara ya afya ya akili. Kwa hiyo kama kijana mwenzangu, ninakuomba ufuatilie hayo, lakini pia ninakusii usifuatilie picha ambazo zitakazosababisha kukuletea madhara ya akili. Pornography, wazee wa pornography. Haya, amesema yeye ni picha mbaya alikuwa anatazama. Kwa hiyo zile picha mbaya zinaweza zikamletea athari kwenye tatizo la afya ya akili. Mbali na picha mbaya, kuna movie ambazo pia zinawekwa TikTok. Wanaweka zile as a clip tu zile ya dakika moja movie ambayo labda pengine ukiangalia usiku unaota ndoto mbaya. Mazombi yale. Picha za kutisha. Picha za kutisha zile. Imagine afu usiku unaota vibaya. Mimi siku hizi niache kabisa hiyo mambo ya kuangalia picha za kutisha. Imagine ndo mtoto sasa ameshika simu. Hapo anaangalia picha ambazo sio nzuri, video ambazo sio nzuri, lakini pia anaangalia vitu ambavyo vya kutisha. So sometimes unakuta mtoto usiku anaweweseka na kuna ile hali anaipata usiku, unasema mtoto ana shida gani? Kumbe sasa mzazi unaweza kuchukulia kwamba ni kitu cha kawaida, lakini kumbe mtoto ndivyo ambavyo anaanza kupata tatizo la afya ya akili. Lakini pia kuna wale watu wengine mimi nimewahi kushuhudia watu wazima kabisa wanaangalia katuni. Mimi mwenyewe napenda tatizo la afya ya akili. Hapana. Sometimes sawa, kuna kuangalia tu mtu mzima ni tatizo la afya ya akili bwana. Sio kwamba kuangalia ni vibaya. Hapana, kuna ile mtu ambaye ile yani sio nikwambiaje, kuna ile mtu ambaye ni lazima kwake. Sio unanielewa? Mimi nakwambia hivi kwa sababu nimeshuhudia, yani ni mtu ambaye nikiwekea madogo na mimi naangalia pale. Yani ni mtu ambaye kila siku lazima aende akabane katuni na anajifungia ndani. Si unaelewa? Na ni mtu mzima na anabana katuni na anajifungia ndani na anaangalia katuni.
Hivi unaelewa ninachozungumza? Yaani it must kwamba kila siku lazima. So akitoka kazini lazima akabane katuni yake, anafunga mlango, anaangalia katuni. So sio kwamba ni vibaya, sometimes katuni zinafurahisha, ndio, lakini sasa unaweza kuzungumza, unaweza ukatazama kwa jicho la pili. This is too much kwa mtu mzima kila siku kuangalia tu. Alafu sio kwamba ni yule mtu mwenye familia nini, no. So hiyo ni sasa kuna kitu ambacho sometimes unaangalia na watoto wako ndani, unawekea katuni wewe mwenyewe. Nakwambia huyu ni mtu ambaye anaishi mwenyewe. Hiyo pia sijui, lakini unajua kila mtu na mtazamo wake. Lakini mwingine ndio namna ambayo inampunguzia stress kuliko kwenda kunywa masanga na kadhalika. Kwa sababu angalia zako katuni umechill every day. Mimi hata movie siwezi kuangalia kila siku. Hello Babo, vipi? Anaitwa Freddy, natokea maeneo ya kata ya Kimnyaki. Anasema mimi nilishatamani nyumba ya jirani yangu nikapiga nayo picha. Jamani. Hilo ni tatizo la afya ya akili. Kwa nini tuseme unajifanyaje? Unarithi kitu ambacho si chako. Kwa sababu kwanza mwenyewe nikwambia, unajua bwana, mitandao inadanganya sana. Mimi naweza nikaenda kwenye big house, bonge la nyumba huko la marafiki zangu, nikajisnap tuma, nikwambia maisha ndo haya jamani. Lakini tukija kwenye uhalisia tunakutana kwenye daladala, hali ni mbaya. Lakini sasa pia umeona wewe hilo ni tatizo la afya ya akili. Sasa wewe ambaye unaposti, kuna mwingine pia unamtengenezea tatizo la afya ya akili. Kwamba kwa nini huyu akafanikiwa? Kwa nini kafanikiwa? Kumbe wewe mwenyewe. So ile ni tatizo. Hapo studio naitwa Emanuela, natokea maeneo ya Ngaramtoni. Changamoto yangu usiku nikilala naota ndoto mbaya hadi mara nyingine nakosa usingizi. Unaangalia nini? Kuna kitu labda unaangalia. Kuna kila kitu kina chanzo. Kuna chanzo. Tutamsikiza pia kiongozi mmoja wa dini atatuambia spiritual inakuaje. Kama ukiwa unaangalia picha mbaya, pornography, unapata attack, mashambulizi, movies za kutisha usiku, kwa sababu macho yana nguvu macho na ubongo vinaendana. Yaani ni tukizungumza kiuhalisia, kila kitu ambacho unakiangalia, kila kitu ambacho unakitazama kina roho ndani yake. So ile roho lazima iweze kukuvaa for sure. Hata unachokisikiliza, chochote unachokisikiliza, chochote unachokiona. Sometimes hata kwenye issue ya nani, hata ukitembea tu kuna kitu umeona, so lazima baadaye wakati umelala vianze kukuona nini. So ina depend sasa ndo kitu gani ambacho ukitazama wewe kama wewe. Ni lazima kuna watu wengine wako addicted na nyimbo. Mtu anapenda nyimbo ya mtu fulani mwanzo mwisho. Kwa mfano kuna nyimbo fulani siwezi kuitaja. Kuna sehemu nilikuwa naishi, huyo dada kila akiamka asubuhi anamsikiza huyo mtu. I'm like, what? Wewe una issue nyingine, una issue za kusikiliza? Yaani kuanzia asubuhi umeamka, ukirudi unamsikiza na nyimbo. Sasa nikajiuliza, unawezaje kumpenda mtu kwa unamsikiza kuanzia asubuhi mpaka jioni unamsikiza yeye? Tatizo la afya akili. Ni sawa sana yule ambaye anaangalia katuni kila siku. Anajifungia ndani tena na kuangalia katuni. So ukipenda kitu 24/7. I'm like, dada, please, unaweza kubadilisha nyimbo? Akachia nampendaga sana msanii na nini. Na ndio maana napenda kukuambia kwamba hata kupenda pia kuna limits ya loi. Yaani usipende ile kupitiliza, kwa sababu sasa hiyo kupenda kupitiliza ndio tatizo la afya ya akili. Ila watu wengi hawajui wala watambui hiyo. So issue ya kusema sio kwamba naangalia movie sana napenda, naangalia hichi sana napenda, yani kuna yule mwingine bila kusikiliza muziki yani hayuko sawa, bila kuangalia movie hayuko sawa, bila kuangalia picha hii hayuko sawa. Hilo ni tatizo la afya ya akili. So kupenda hilo ni tatizo la afya ya akili, kwa sababu kila kitu kina kiasi. Ngoja tusikilize, twende mtaani tumsikie dada mmoja hapa anaitwa Faith. Habari, kwa majina naitwa Faith. Binafsi ninaona vile ambavyo mitandao ya kijamii pale unapoitumia vibaya inaweza kuathiri afya ya akili, lakini kwa upande mwingine utakapoitumia vizuri
inaweza kawa fursa kwenye maisha yako na ukaweza kutengeneza kipato kupitia mitandao ya kijamii. Tunaona watu wengi leo ambao wametumia mitandao ya kijamii vizuri wameweza kutengeneza fursa, na wengi leo wametambulika hata kimataifa kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kwa vijana wenzetu ambao wamekuwa wakitumia mitandao ya jamii vibaya, tumeona wengi wakiathirika na matatizo mbalimbali. Wengine wamekuwa wakiangalia picha mbalimbali ambazo zimekuwa zikitengeneza mfumo hasi kwenye maisha yao na kusababisha matokeo mabaya. Hivyo ninawashauri sana vijana wenzangu au mabinti na wale wengine ambao wanaangalia picha za namna hiyo, pornography. Hiyo inaathiri sana sana vijana. Tunasema vijana kwa sababu vijana wengi ndio wanamezwa kwenye wimbi la kuangalia picha za X, hiyo pornography, na kwa asilimia kubwa wanaathirika kisaikolojia kwa sababu leo hii wanashindwa hata kutengeneza mfumo mzuri wa familia zenye ubora, familia zenye msingi mzuri kwa sababu ya kuathiriwa na mitandao ya kijamii kupitia kuangalia picha za namna hiyo. Hivyo napenda kuwashauri vijana, kuna vitu ambavyo tukiviendekeza kwenye maisha ya sasa tutapoteza. Lakini tukikubali kujenga msingi mzuri kwa kutumia mitandao ya kijamii vizuri, tutatengeneza fursa na maisha yetu yatakuwa ya faida na tutawajenga wengine. Lakini tunapotumia mitandao ya kijamii vibaya, tutawaharibu wengine na hata kizazi chetu pia. Kutengeneza familia mbele ya safari, tuna watu pornography. Watu wana familia, yani kila mmoja angalia pornography ndio ufanye yaliyo yako. Kila mmoja ana safari mbele. So ni lazima uhakikishe pia unatengeneza mazingira mazuri pia ya maisha yako, kwa sababu issue ya kidigitali ni kitu ambacho hatuwezi kukikwepa. Ni kitu ambacho kila siku kipo, kila sana huko tunakoenda pia kinazidi kukua zaidi. So hakikisha pia unaitumia vizuri, kwa sababu unapotumia mtandao wa kijamii ndivyo ambavyo kwa uzuri, kwa njia ambayo ni sahihi na nzuri, unajiingizia kipato na maisha yakaenda. Habari za hapo studio. Naitwa Emanuela nafikiri alituma SMS nyingi sana kwa wakati mmoja kutoka maeneo ya Ngaramtoni usiku, na amesema hiyo siku. Na mwingine anasemaje? Tutumie ujumbe wako mfupi maandishi kama ulishai kuathirika kwenye eneo fulani, kwa muwazi tu. Inawezekana usitaje jina, watu wasikujue na kadhalika. And then tutumie SMS kwenda namba 0782685925. Namba ni 0782685925. Tutapokea simu kweli? Tuje tujaribu kama ziko online. Unaweza kutupigia simu kwenda namba 0743021021 0743021021. Tunazungumza kama marafiki. Hususan vijana na kadhalika. Vijana wenzetu by the way. Tuzungumze kama marafiki. Uko addicted kwenye eneo gani kwenye masuala haya ya mitandao ya kijamii? Tuongee tu kweli, labda unapenda mapishi sana, unaangalia content za mapishi. Mimi hapa. Wewe? Yeah, napenda sana content za mapishi. Lakini mapishi sidhani kama ni issue mbaya. So issue mbaya kwa sababu by the way so kujifunza. By the way, mimi ni mtu ambaye napenda kupika sana. Yaani sometimes ukinikuta hujataka tu. So sometimes nakuta nikiwa hofu. Yaani ni hata kujitoa fahamu ndugu yangu, weekend leo kwa wapi mchumba, basi nimekaangiza jambo fulani. Yaani mimi ni mara chache sana ukinikuta nakula nje. Na hiyo nje si nitakuwa nakula nini kwa kweli. Yaani labda ile kusema kutoka out nini ya lakini asilimia kubwa huwa napenda kupika. So naangalia kwamba ni kitu gani, chakula gani kipya labda niweze kupika hivyo. So kuangalia ina depend sasa ni kitu gani unaangalia. Mimi kama mimi napenda kuangalia sana mapishi. Yeah. Uko kwenye eneo la mapishi ni namba 1. Haya. Anaitwa Freddy. Eti jamani, kuachika inaweza kukupa msongo wa mawazo jamani. Kuachika? Umeachika sana useme. Inahusiana na by the way, yani sana na issue ambayo tunazungumzia, lakini pia inaweza kuwa ni sababu pia kukupa msongo wa mawazo kwa namna ambavyo umeruhusu hilo jambo moyoni mwako. Kuachika? Yeah. Yaani wewe ndio umeachwa. Ajalishi hata kama mtu umeachwa, hivi dunia leo ukiachwa ndo una nani? Unapata msongo wa mawazo. Hiyo ni issue tunaweza tukazungumzia kikawaida, lakini pia imekuwa ni tatizo kwa watu wengi sana, inamletea msongo wa mawazo. Kama mtu lakini umempenda, si ndio? Ndio maana pia nakwambia kupenda pia
inakuwa ni kupenda issue, kwa kiasi. Na kutokupenda pia ni tatizo la afya ya akili. Yeah. Ina depend sasa unapenda nini. Mara mwisho kupenda ilikuwa lini? Mimi nimeshakwambia mimi kwa upande wangu mimi. Kutokupenda ni tatizo la afya ya akili. Yeah. Mtu anaweza kuchukua miaka 2 mwaka mzima hajai kupenda. Ina depend sasa unapenda nini Aloy. Tunazungumzia relationship, mahusiano kama mahusiano. Yeah. Kwani wote ambao wako kwenye mahusiano wanapendana? Sijui. Hiyo ni issue ya mtu moyoni. So ina pia nani tena? Anaitwa Freddy. Yeah, Freddy pia ina depend sasa kwa namna ambavyo umelichukulia. Sometimes inaweza kuwa ni jambo kubwa sana lakini usipoliamua kuliweka moyoni ukaliachilia kaenda na mambo yako yalizo kuletea msongo wa mawazo. Tunazungumzia tatizo la afya akili kwenye mitandao ya kijamii digital. Wengi tuko kuna simu janja. Lakini tuko addicted kwenye maeneo fulani. Kwa mwanzo uko addicted kwenye eneo gani? Inawezekana ukawa ni mtu ambaye unapenda sana kuangalia habari za watu, daku na kadhalika. Fulani amechambana na mtu fulani. Yaani wamevurugana kweli. Na kuambia hivyo. Au ile issue nyingine kwamba mfano mtu umeachana na mwingine unaenda kwenye mitandao ya kijamii kwamba mimi bwana nimeachana na fulani nini. Hiyo pia ni tatizo la afya ya akili. Kwani hiyo si issue yenyewe wawili? Ile kuanikana madhaifu yenu. Yeah, hiyo ni wewe na mwaliko na mvua nguo mwenzio wewe. Sema kweli. Sasa na yule pia kwa sababu amepariki na yeye anakuja sasa na mwingine mwenye kuna jingine ambalo ni la malizia mwingine ambaye ni smart wakili. Hata akikuta amesemwa amenini anatulia kwa sababu yeye kwenye mindset yake anajua kabisa huyu amesha panic pia amepata ile tatizo la afya ya akili. So anaachana naye tu. Haya 0743021021 tuko kwenye digital way. Just cut mimi nimeangalia nimeona vitu vilikuwa vina trend sana. Mtu unaweza ukawa naye kwenye mahusiano mkaingia ndani ama kwenye faragha yenu mwenzio akakurecord bila wewe hata ile ni zinaitwa nini hizi lodge fulani ama ni guest house ama ni hoteli. Umetoka zako kuoga, umefanya yale yenu makubaliano, mnajua wenyewe faragha zenu huko ndani. Unashangaa amekurecord labda unatoka bafuni. Anaposti baadaye mkija kugombana. Tatizo la afya ya akili lakini pia bali na kwamba pia amepata tatizo la afya. Mko nani huko? Namwambia bwana ina depend na makubaliano. Hata kwenye draw maana siku hizo watu hawaaminiki. Ina depend na namna ya kukubaliana lakini pia hata kama huyo mtu amefanya hivyo tunasema kwamba tatizo la afya ya akili lakini pia achukuliwe sheria. Yeah. Tutamzungumza na mkurugenzi kutoka TCRA atatuelekeza namna ambavyo mtu kama amekufanyia kitendo kama hicho. Mko kwenye faragha mmekubaliana wenyewe mko labda ni hoteli ama ni guest house whatever it is. Alafu mwisho wa siku unajikuta picha zako za utupu ziko kwenye mtandao wa kijamii. Hususan kwenye watu labda pengine wenye ushawishi duniani, sio Tanzania, duniani. Tumeshaona huko Maulaya mawapi huko mtu amegombana na Russia mambo yenu ambayo mlikuwa mnayafanya sirini. Hatari. Yaombe sikukute. Tumalizie? Twende basi kwa kiongozi wa dini. Alafu tumsikie naye pia anasemaje, si ndio? Naitwa Thomas Morris. Kipekee kabisa naweza kuelezea kwa habari ya social media, madhara na faida kubwa ya social media. Social media kuna faida zipo pale nyingi sana, lakini then watu naona sijui kama wanaziona faida, lakini asilimia kubwa watu wanajikuta kwenye hasara. So kwa mfano kwa vijana niliona kabisa Australia walioshtaki watu wa TikTok kwa sababu ya masuala ya mambo ya yale matukio yanayotolewa kwenye mitandao, na hata watoto wadogo wanatazama zile picha za ngono za hadharani, na naona kabisa ni madhara makubwa, imeleta madhara makubwa kwa sababu utakuta wale vijana wadogo wakifika kwenye ile sehemu ya ngono ndo anaweka pale kituo, ndo anakazia macho pale, lakini hajui kwenye ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho ina affect, kwa sababu vile vitu unavyoviangalia tayari vinakwenda
mpaka kwenye ubongo, mpaka kwenye akili, na utashangaa yule kijana au ni binti au ni kijana wa kiume, utashangaa tabia zake zinaanza kubadilika ghafla. Kwa sababu gani? Mapepo pia huwa yanatumia sana zile mifumo ya nini, mifumo ile ya zile picha za uchi, zile picha za uchi, maneno yasiyofaa, matusi yale, mtu anasikiliza matusi ni kama anajifunza kutokana na yeye, kwamba kumbe kuongea hivi sio. Ni mfano kama mtoto mdogo ambaye akimwona mama yake anatukana matusi, anamtukana mwanae, yule mtoto atachukua ile vile vitu vibaya na atajikuta anakwenda kule kwa wenzie na anaanza kutukana vile vile. Kwa nini? Alikisikia kwa mama yake, alisikia kwa hiyo tunapoangalia kwenye media vitu ambavyo ni vibaya, tunaposikiliza vitu ambavyo ni vibaya vinaharibu. Ndio maana Paulo anasema maneno mabaya huharibu wasikiao. Unaona? Kwa kwenye social media, hebu tuitumie vizuri sana na tuweza kupata faida kubwa kupitia social media. Kwenye mitandao kuna vitu vizuri, kuna kurusha biashara zako, kujitangaza na vitu mbalimbali kupitia biashara zako, lakini usianze kuzama kwenye zile, kuna vitu fulani ambavyo vinarushwa kule, vitu vingi sana, na sio vitu vyote ni vya kutazama, sio vitu vyote ni vya kuangalia, sio vitu vyote ni vya kufuatilia, sio vitu vyote ni vya kutendea kazi. Kuna vitu vingine viache vipite, kuna vitu vingine viachana vipite, achana usivisikilize, kwa sababu utakapotia. Haya, tumemsikia hapa kiongozi wa dini. Yeah. Jamani, kuna tatizo kidogo kwenye la kiufundi kwenye eneo la simu, kwa hiyo tutapokea simu. Na amefafanua vizuri sana kuhusiana na issue ya mitandao, lakini pia amezungumzia kiundani zaidi kuhusiana na namna ambavyo unavyotazama picha, kila kitu inakuwa sio vizuri zaidi na zaidi. So tuhakikishe kwamba tunatumia mitandao yetu ya kijamii vizuri, ili basi tuweze kupata faida zaidi na zaidi, lakini pia tuepukane na issue ya afya ya akili. Haya, anaitwa Masumbuko, yeye anasema kutokea maeneo ya Bukoba. Masumbuko kutoka Bukoba, napenda sana kutazama TikTok kwa maana wapo wanao nichekesha, hivyo inanifanya kupunguza mawazo yote na inapitia. Bwana, ndo hivyo tu. Yes, hata mimi mmoja ninapenda vichekesho sana. Yeah. Wale content creators wale ambao wana vituko wale, inakupunguzia kidogo msongo wa mawazo. Faida kumbe ipo maana nakwambia kwamba kuna faida na hasara. So ina depend wewe umechagua upande gani. Haya, wacha tumsikilize hapa Mhandisi Francis Mihayo kutoka TCRA, mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania. Yeye anatushauri nini kama wenye mamlaka na kama walezi pia. Tusikie. Yapo makundi mawili. La kwanza nilisema ni kundi ambalo kati ya miaka 5 mpaka 17. Hapa vijana hapa unakuta kabisa wana ile uraibu au ulevi, kwamba akiamka yeye kitu cha kwanza badala hata kumshukuru Mungu amemwamsha salama, yeye kitu cha kwanza ni kufungua kwenye mitandao. Akishafungua kwenye mitandao anaanza kuangalia. Na kitu kingine, kwa mfano hao vijana wengine wanashindwa hata kula, wanashindwa hata kutumia pesa zao kwa ajili ya chakula, kwa sababu kinachotokea wanafunzi wakipewa hela, akienda shuleni, maana kitu cha kwanza ni kutafuta simu kubwa, simu janja kubwa, lakini vile vile anatafuta bando la kuweza kuhakikisha anawasiliana, anaangalia kilichopo kwenye mitandao. Sio mbaya kwa sababu anakuwa ameshakuwa, lakini anatumia muda gani kwenye mitandao? Swali langu la msingi. Anaweza kana anatumia muda mwingi sana kwenye mitandao, badala yake ni kwamba anapoteza muda mwingi, anashindwa kujiletea maendeleo, anashindwa kufikiria kwamba anaweza kufanya kitu gani ambacho kitamsaidia kupata pesa, kwa sababu anatumia muda mwingi sana kwenye mitandao. Ni kundi la kwanza hilo ambalo linakuwa na uraibu wa matumizi ya mitandao. Lakini kundi la pili ni kundi la kina mama. Akina mama wote, ukitaka kujua jana kulikuwa na umbea gani kwenye mitandao, wewe unachotakiwa kumuuliza tu, ndugu yangu, hivi nipe habari fulani kwenye mitandao ilikuwaje? Atatiririka, kwa sababu anakuwa ametumia muda mwingi sana kuliko hata wanaume ambao wana umri zaidi ya miaka 18 na kuendelea, kwa sababu wale wanakuwa na majukumu mengi ambayo yanawasumbua, yanawatatiza. Matokeo yake hawatumii muda mwingi kwenye mitandao. Lakini hayo ndo makundi mawili. Kundi la kina mama linatumia muda mwingi sana kwenye mitandao, lakini kundi lingine ni la vijana kati ya miaka 5 mpaka 17. Changamoto sisi zipo chache, lakini kikubwa zaidi sisi huwa tunasikitika zaidi tunavyoendelea kutoa elimu, lakini bado watu wanaibiwa. Tunavyoendelea kutoa elimu, bado watu wanapigiana picha, wanatumiana picha za utupu ambazo zinawadhalilisha baadaye. Lakini tunaendelea kuwaelimisha wananchi,
bado wananchi wale wanatenda makosa ya kimtandao. Kwa mfano ninavyosema bado watu wanaibiwa, unaweza ukatoa elimu katoka, labda tumezungumza sasa hivi hapa AFM radio, matokeo yake tunamaliza hapa baada ya siku 2-3 namsikia mtu anakuja hapa analalamika kwamba jana nimeibiwa simu. Nikimuuliza ulisikiliza radio ya FM, anakuambia ndio nilisikiliza. Kwa nini umeibiwa? Sijui walinifanyia dawa. Haiwezekani mtu akakufanyia dawa kupitia mawasiliano. Wewe mwenyewe akili yako itakuwa imekuchanganya, akili yako itakuwa ambayo nafikiri utakiwi kuhakikisha kwamba unampatia mtu ushirikiano. Kikubwa zaidi niwaambie wananchi, hakuna hela rahisi ambayo unaweza kuitoa, ni ngumu kama unavyoitafuta. Kwa hiyo usije ukakubali kuingia kwenye mtego wa hawa matapeli wanaotoa lugha laini ya kukutaka kukuibia. Kwa hiyo changamoto ni kwa haya. Asante kwa mhandisi Francis Mihayo kutoka TCRA Tanzania, kanda ya Arusha, mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, kanda ya kaskazini. Tuko kaskazini Aloe. Kaskazini. Lakini pia amezungumzia makundi mawili, hasa vijana na kina mama. Ndo makundi ambayo pia yanatumia sana social media. So hakikishe pia wanakuwa makini kwa kile ambacho wanakitazama, kwa kile ambacho wanakizungumza, kwa kile ambacho wanakitenda, kwa sababu kuna namna ambavyo inaleta athari kubwa sana kwenye vizazi vijavyo, kwa sababu kama mama akizungumza lugha ambayo sio sahihi mbele ya mtoto, so mtoto anaishi akiamini kwamba kumbe hii ndio lugha ambayo tunaweza tukatumia na maisha yakaenda. Haya, asanteni jamani. Kipindi hiki ni sehemu ya mpango wa ushirikiano wa Digital Tanzania kupitia shirika la Tech and Media Convergence kwa ufadhili wa ubalozi wa Marekani Tanzania kwa ushirikiano wa idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Kwa hiyo ni kipindi maalum kabisa. Jamani, tuondoke zetu tukutane kesho. Haya, finally, bye bye. Pasando en la bamba, na siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life.